Pole kwa safari na ongera kwa mchezo mzuri kule ugenini, mmeweza kupata alama moja. Pengine tuambie namna ambavyo game ilikuwa, maana yake tuliona kwenye TV mkirushwa mpaka machupa. Ilikuwaje? Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumesafiri salama, tumerudi salama, na katika yale malengo ambayo yalitupeleka Algeria hatujafanikiwa kupata pointi 3, lakini tunasema alhamdulillah tumepata pointi 1, pointi ambayo kwenye Champions League hatua ya makundi ukipata away kwenye nchi kama Algeria una kila sababu ya kujipongeza. Mazingira ya mchezo yalikuwa magumu kutoka tunawasili siku ya mchezo mpaka tunaondoka. Mazingira yalikuwa magumu kwa sababu ya fakta mbalimbali. Kwanza hali ya hewa ilikuwa ni changamoto. Tumetoka huku nyuzi joto 30, 31, tunakwenda taifa ambalo nyuzi joto inakuja mpaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo ilibidi wachezaji wa adapt kwa haraka. Tulikuwa na siku 2 tu za kuadapt hiyo hali ya hewa na kufanya mazoezi kwenda kwenye mchezo. Lakini pia mazingira, of course, sasa hivi kwa uzoefu ambao tuko nao, hii haiwezi kuwa excuse. Unapokwenda nchi za Kiarabu wakiwa tena wametoka kupoteza mchezo wao wa kwanza, lazima mchezo wa pili kuwe na vitu vingi. Mashabiki wao ni mashabiki ambao wana demand muda wote. Iko pati moja ambayo ni pati nzuri ya mashabiki wao, na iko pati nyingine ni pati mbaya. Pati ambayo sisi wa Tanzania tunatakiwa tujifunze, tusipende timu zetu kwa maneno, tusipende timu zetu kwenye mitandao ya kijamii. Tufanye kama ambavyo nchi za kaskazini zinafanya zinapokuja timu zao. Yes, Kabilio wamekula chuma 4 mechi ya kwanza, lakini ndani ya masaa 3 tiketi zimeuzwa, zimemalizika, tiketi 55,000. Sio jambo jepesi, ni jambo ambalo inabidi na sisi jamii ya mpira wa Tanzania tujifunze kwenye mapenzi haya. Lakini upande mbaya ni upande wa vurugu, na nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, nimeona mitandaoni wakijiapiza kwamba watalipa kisasi. Kisasi kizuri kwenye mpira kinalipwa kwenye pitch, hakilipwi kwa vurugu. Wametufanyia vurugu, lakini mambo ambayo yameshamalizika. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, hapakuwa na madhara yote. Hakuna mtu ambaye imetua tu simu zinaanza kuita. Nani? Unaweza kuta jasusi huyu. Bado unajua kimsingi imeniuma, tazungumza lakini imeniuma sana. Mkutano umeanza mpaka umeisha, nipo angani, sina internet. Sijui kilichoendelea. Kwa hiyo zakana saizi jasusi anataka kunigia taarifa. Nitakuja kuwapa. Hamna taarifa za ndani, nitawapa, msio na wasiwasi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Lazima mashabiki tujifunze kupenda timu zetu kwa vitendo, lakini tusijifunze kufanya vurugu pindi ambako timu zetu zinafuta matokeo. Leo hii nani anajua, pengine umejiweka kwenye hatari ya kufungiwa, kuna adhabu klabu zinapata. Kwa hiyo ni vurugu za muda, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa hivi CAF faini zao ni kubwa sana. Kwa hiyo tujifunze, tumeumia lakini tujifunze kuwa wastaarabu, wavumilivu. Sisi kisasi tukakilipe kwenye pitch. Pengine kuna hatua yote ambayo mmechukua, labda kupeleka barua ya malalamiko CAF? Sasa sisi hatua namba 1 ni tunapeleka malalamiko yetu kwa msimamizi wa mchezo, General Coordinator ambaye yuko pale. Lakini tukio lilikuwa linahusisha usalama, maana kuna security officer wa CAF yuko pale. Wao wawili plus match commissioner wametuhakikishia kwamba hilo jambo wameliona na wanalishughulikia. Kwa sisi complaint ya kwanza ni kuwasilisha kwa msimamizi wa mchezo ambaye ni General Coordinator, na amesema alifanyia kazi. Hatuko hapa kuomba kwamba wafungiwe au wapigwe fine. Hayo ni mambo ya kanuni, CAF wanajua wenyewe. Tunachoomba hapa sio kwa Yanga, kwa timu zote zinapokwenda kwenye mazingira haya ya nchi za kaskazini, basi kuwe na usalama zaidi wa kulinda wachezaji, kulinda maafisa. Nyie mmeona chupa zikirushwa uwanjani. Hamjaona mimi nilivyokuwa napambana kukopa chupa huku jukwani. Wale Waarabu ni kama wamemshuhudia Jack Chen akiwa wa karibu. Walikuwa wanatupa chupa. Unajua mimi sina kelele. Tupa chupa nilikuwa nazikwepa. Ushaona ile movie ya Karate Kid ile? Ilikuwa anapiga chupa zinapitia namna hii. Wenyewe wamenipigia saluti. Wamesema pamoja na yote lakini kile chuma mimi nimekwepa mawe Temeke, chupa ya maji. Alipiga pipa zikapita, lakini si jambo zuri. Kwa hiyo tumeongea na wale wasimamizi wa mchezo waweze kulifanyia kazi. Kocha imekuwa ni muda mfupi, lakini mabadiliko yanaonekana ni makubwa sana. Sasa huyu sio kocha. Huyu ni sayansi ya mpira. Nyie mmekuwa mkisikia watu wakisema, wachambuzi wakisema kwamba football ni science.
Football ni science, science yenyewe ndo Pedro. Kwa hiyo huyu hahitaji muda mrefu, anahitaji kuwa kwenye uwanja, kuwaona wachezaji na kupanga vitu vyake. Na si ametuambia hata kwenye mahojiano yake amesema ndio kwanza, kama ni asilimia 25, naendelea kujenga. Yes, ni asilimia ana wiki 3 tu hapo, naendelea kujenga kitu changu. Kikisha Farabati amekufa, nasemaje? Kikishafika asilimia 100, asilimia 100, haya matatizo mlioyasikia ya afya ya akili yatakuwa makubwa mara kama 25 iko hivi, hamchagui kiwanja. Maana tumeona New Amani, tumeona kule mnacheza kama mko kwenu. Ikifika 100 itakuwaje? Ndio nimesema, kocha amesema sasa hivi anachokiandaa kama ni asilimia 25. Zikifika asilimia 100, ni muombe waziri wa afya Daktari Mchengerwa, hospitali kama Mirembe zingesogezwa pale Kariakoo Msimbazi ili tusipate shida ya kusafirisha watu. Zikifika 100 tu, matatizo ya afya ya akili maeneo ya Msimbazi yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo hospitali ijengwe, basi isiwe kubwa, wachukue gorofa moja, floor moja tu iwekwe pale, wenye matatizo ya afya ya akili kwenye mpira wanaingizwa mule. Lakini sio mpende jirani kama unavyojipenda. Mna jirani mwehu akapendwa. Jirani ashakuwa mwehu. Kama unasema na nimeshangaa waandishi, kimsingi nimeshangaa sana. Mmekuja hapa na hamjachukua tahadhari zozote. Hali ni mbaya ndugu zanguni. Kila mmoja atembee na kamba isipungua mita 5-6. Unaweza kukutana na mtu kumbe kashakuwa mwehu hujui. Piga kamba, toa taarifa polisi kwamba nimekutana na mtu ana shida ya afya ya akili, nimemtuliza hapa, mje mchukue mtu wenu. Wameshasema kwamba wako wengi. Sasa hii hali, kwanza mkutano umeendaje? Imeniuma sana, niwaambie ukweli. Jadu akupe dondoo. Jadu unaenda. Kiukweli umeanza mpaka umeisha. Nimeunga ile internet ya angani na yenyewe inaenda slow. Yaani nimeumia kweli, yani kuukosa huo mkutano mkubwa leo wa klabu namba 5. Nasikia wamekalia viti kama wapo kwenye kipaimara kweli. Jasusi kaingia mitini. Umeenda vizuri mkutano? Basi sawa. Jasusi kaingia mitini. Imefanyika dua kwa ajili ya kumtorosha mwenyekiti. Wakaambiwa fumbeni macho. Basi. Fumbua tu mpenzi. Mashabiki tumeona kitu alichokifanya kwa Djigui Diarra, na kuna andiko liliandika Instagram namna ambavyo alipambania timu. Mipango washirikisha mashabiki wote sasa ambao wanahudhuria uwanjani. Mechi ya Fountain Gate ambayo itakuwa ni tarehe 4. Nitangaza tu rasmi kutokea leo. Hii Diarra aliyookota hapa leo hii ni hela ya maji. Hii ni hela tu ya maji. Maokoto yenyewe atayapata tarehe 4 pale KMC. Kwa wanayanga wote, kama huko mkoani unataka kumuokotesha Diarra, mtafute mwanayanga mwenzao kwa Dar es Salaam, mwambie nenda uwanjani, kibunda ndo hicho. Tutaingia pale siku